upendo ni Mungu mwenyewe. Sema amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo mwanzilishi wa utoaji ambaye hatupaswi kumsahau ni Mungu. Na pointi nyingine inayofuata andika, Mungu ndiye mwanzilishi wa utoaji katika upendo. Mungu ndiye mwanzilishi wa utoaji katika upendo. Nataka tuandike yote tumalize alafu niende mbele. Mungu ndiye mwanzilishi wa utoaji katika upendo. Tumeshasoma Yohana 3:16. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na pointi nyingine unayopaswa kuandika ya muhimu sana katika siku hili leo baba, andika, kabla Mungu hajamtoa mwanawe pekee kwa ulimwengu, alianza kuupenda ulimwengu kisha akamtoa mwana wa pekee. Kabla Mungu hajamtoa mwanawe pekee ulimwenguni, alianza kuupenda ulimwengu na kisha akamtoa mwana wa pekee. Kabla Mungu hajamtoa Yesu katika sadaka ya ulimwengu, alianza kabla hajamtoa Yesu afe msalabani, hapo kwa ajili ya dhambi zangu na wewe. Kitu alichokifanya kwanza, alianza kuonesha upendo katika ulimwengu ambao ulikuwa ufai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapenda tuko pamoja? Amen. Alianza kupenda ulimwengu na baada ya hapo kisha akamtoa mwana wake wa pekee. Umemaliza mpendo wa Mungu? Twende inayofuata. Kile kinayofuata andika, upendo utangulia kisha utoaji. Sasa leo tutazungumza sana sehemu ya baba. Upendo unatangulia, alafu kisha utoaji unafuata. Sema amen. Amen. Tunaposema kumtolea Mungu kwa njia ya upendo, Mungu anataka upendo uanze. Kama ni kutoa fedha kwenye madhabahu ya Bwana, Mungu anatafuta upendo utangulie kisha utoaji ndio ufuate. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa wa TG. Amen. Kwa hiyo nimesema pointi ambayo tumemaliza kwa muda mchache kwamba upendo unatangulia kisha utoaji unafuata. Ndugu zangu baba, wa kanisa hili zuri sana la Tanzania Assemblies of God, kabla hujatoa sadaka yoyote kwenye madhabahu hii ya Bwana, unachopaswa kuanza nacho ni njia ya upendo. Kwanza endeni madhabahu ya Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo upendo, Mungu alitanguliza upendo kabla hajamtoa mwanawe wa pekee. Akaanza kupenda ulimwengu, akaanza kupenda wanadamu waliokuwa na dhambi. Hili ndivyo amtoa mwanawe pekee pale msalabani. Kwa hiyo alianza kupenda kitu ambacho kilikuwa kina thamani katika maisha yake. Baada ya kupenda ulimwengu, ndipo anaanzisha karama ya kutoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukienda Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie apate nini? Uzima wa milele. Ila Bwana asifiwe sana. Kila uliyeka hapa na kila uliyekuja kwenye ibada ya leo, siku nzuri ya baba ambao Mungu amewaita kwenye ibada yao, hauwezi ukampenda Mungu, hauwezi na useme kiasi, hauwezi ukatoa vizuri kwa Bwana kama ndani ya moyo wako hakuna karama ya upendo. Na hauwezi ukafanyia kanisa kama ndani ya moyo wako hakuna upendo unaoonyesha kwamba unapaswa kuipenda kazi ya kufanyia kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hauwezi ukatoa sadaka nzuri kwa mchungaji wako kwenye siku kama hii, hauwezi ukatoa mchango ambao umefanyiwa kwenye siku kama hii kama ndani ya moyo wako haumpendi mchungaji aliyewekwa mbele ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na Bwana atumie wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ili Mungu akutumie kwenye madhabahu hii, unapaswa kuwa mpendwa ambaye umejaa neema ya upendo, na baada ya kujaa upendo
wako ndio mtolee Mungu katika madhabahu. Sema amina kwa jina la Bwana. Amen. Hebu tusome mstari wa 16. Ule mstari wa 16 nabii unasema ni wapendwa, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wake, kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu wangu, sisi sote hapa tumefiwa. Sisi sote hapa tumefiwa na nani? Na Bwana Yesu. Alikufa msalabani ili akaonyeshe upendo kwa ajili ya maisha yangu mimi na wewe. Watoto wako walionao wamependwa na Bwana. Kama sio Bwana usingekuwa nao. Uzima ulionao umelewa na Bwana kwa njia ya upendo. Kama sio Bwana usingekuwa na uzima huo. Bali hata wewe unapaswa kumpenda Mungu kwa njia ya utoaji. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Kuna watu dunia hii wanasali ukishaamini wokovu hakuna kutoa na hakuna kujali kazi ya Mungu. Na wanasema baba asilimia 10, asilimia 3 ndizo baba tulizo nazo kufanya kazi ya Mungu. Asilimia 7 ni wa mama, ni vijana, ni watoto wadogo. Bwana Yesu. Lakini nataka niwatieni moyo wasielewe kwamba wapo madhabahuni mnao uwezo wa kusimama na kuitenda kazi na kumtolea Mungu kwa imani yenu, mtafanya vitu vikubwa. Hata kanisa la Bwana litaongezeka, injili itapenya kwa kiasi na watu wataokolewa, watapata miujiza kutoka kwa Bwana Mungu wako. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana lisifiwe sana. Amen. Kumbuka nimesema ya kwamba Mungu